kipindi cha miezi miwili sasa, hususan tangu mwishoni mwa mwezi Mei, uhusiano baina nchi yetu na Rwanda umekuwa unapita katika wakati mgumu kidogo. Kauli za viongozi wa Rwanda dhidi yangu na dhidi ya nchi yetu ni ushahidi wa kuwepo kwa hali hiyo. Napenda kuhakikishia Watanzania wenzangu na ndugu zetu wa Rwanda kwa mimi, serikali ninayoiongoza na wananchi wa Tanzania tunapenda kuwa na uhusiano mzuri na ushirikiano wa karibu na Rwanda kama ilivyo kwa nchi zote jirani. Kama majirani, kila mmoja anamhitaji mwenzake. Hivyo lazima tuwe na mahusiano mema na lazima tuwe na ushirikiano mzuri. Napenda kusisitiza kuwa mimi na serikali ninayoiongoza tutakuwa wa mwisho kufanya kitendo au vitendo vibaya dhidi ya Rwanda au nchi yoyote jirani au nchi yoyote duniani. Hatuna sababu ya kufanya hivyo, kwani mambo hayo hayana tija kwa Tanzania na wala hayana maslahi kwetu. Ndugu wananchi, ukweli ni kwamba wakati wote Tanzania imekuwa inajihusisha na mambo ya kukuza na kujenga ujirani mwema na kufanya mambo ambayo yatasaidia kuimarisha uhusiano wetu na kwa maslahi ya nchi zetu. Hiyo ni moja ya nguzo kuu ya sera ya mambo ya nje ya Tanzania. Huo ndio ukweli kuhusu uhusiano wetu na nchi ya Burundi na nchi ya Rwanda, kabla na hata baada ya sintofahamu iliyojitokeza sasa. Napenda kuhakikishia ndugu zetu wa Rwanda kwa upande wetu hakuna kilichobadilika wala hakuna kilichopungua katika uhusiano na ushirikiano wetu. Mambo yako vile vile yalivyokuwa. Kwa upande wangu binafsi sijasema lolote kuhusu Rwanda, pamoja na maneno mengi kuhusu Rwanda au viongozi wake, pamoja na maneno mengi ya matusi na kejeli yanayotoka kwenye vinywa vya viongozi wa Rwanda dhidi yangu. Sio kwamba sisikii, wala sio kwamba siambiwi yanayosemwa au sijui kusema au sina la kusema. La hasha. Sijafanya hivyo kwa sababu sioni faida yake kuendeleza malumbano. Kwangu mimi sioni kama kuna mgogoro wa aina yoyote baina ya Tanzania na Rwanda. Na kwa sababu hiyo busara inatuelekeza kuwa tusiukuze mgogoro usiokuwepo. Kujibizana kutaukuza huo mgogoro. Waingereza wanasema two wrongs don't make a right. Ndugu wananchi, kama mjuavyo, uhusiano wetu na Rwanda umekuwa mzuri kwa miaka mingi. Tunashirikiana, tunasaidiana kwa mambo mengi baina nchi zetu kitaifa, katika kanda yetu ya Afrika Mashariki na nchi za maziwa makuu, katika Umoja wa Afrika na hata kimataifa. Uhusiano unaelekea kupata mtikisiko baada ya mimi kutoa ushauri kwa serikali ya Rwanda kuzungumza na mahasimu wao. Ndugu zangu, ushauri huo niliutoa kwa nia njema kabisa, kwani bado naamini kuwa kama jambo linaweza kumalizwa kwa njia ya mazungumzo, njia hiyo ni bora zaidi kutumika kuliko vita. Isitoshe, ushauri ule nilioutoa pia niliutoa kwa serikali ya Kongo na niliutoa kwa serikali ya Uganda pale pale kwenye kikao kile. Na katika mkutano ule Rais Yoweri Museveni aliunga mkono kauli yangu. Rais wa Rwanda hakusema chochote pale mkutanoni. Baada ya kurudi nyumbani ndipo tukaanza kuyasikia maneno tuliyoyasikia na tunayoendelea kuyasikia. Kwa kweli nimesikitika, nimestaajabu sana kwa jinsi walivyochukulia ushauri wangu na wanayoyafanya havifanani kabisa. Completely out of proportion and completely out of context. Mimi nilifanya vile kwa kuzingatia mila na desturi zetu za miaka mingi. Katika mikutano ya ukanda wetu, tunaposhughulikia matatizo yanayotukabili kwenye eneo letu,
tumekuwa tunakutana katika mikutano, katika vikao mbalimbali, tunazungumza na kushauriana kwa uwazi juu ya njia mbalimbali za kushughulikia matatizo na masuala yanapojitokeza. Wakati wote tumeyachukulia kuwa ni mambo yanayotuhusu sote. Hivi kupeana ushauri ni wajibu wetu sote. Na mara nyingi, wala si mara ya kwanza, kwa kuwashauri wanaogombana kuzungumza, tumekuwa tunautumia sana utaratibu huo. Iweje leo mimi kutoa ushauri ule ionekane jambo baya, jambo haramu, jambo la ajabu, jambo la kushutumiwa, jambo la kutukanwa? Hata kidogo. Hii sio sawa hata kidogo. Ndugu zangu, ushauri si shuruti. Ushauri si amri. Una hiari ya kuukubali au kuukataa. Na mtu muungwana hujibu, si uwafiki ushauri wako, si utaki ushauri wako. Hana haja ya kutukana, wala hana haja ya kusema maneno yasiyostahili, wala kusema mambo yasiyokuwepo na mambo ya uongo. Ndugu wananchi, napenda kurudia kusema kuwa mimi binafsi na serikali yetu ya Tanzania hatuna ugomvi wala nia yoyote mbaya dhidi ya Rwanda. Tunapenda kuendelea kuwa na uhusiano mzuri na Rwanda. Labda wenzetu wanalo lao jambo dhidi yetu ambalo sisi hatulijui, waliseme. Maana na sisi tunayasikia mengi yanayozungumzwa kudaiwa kupangwa na kufanywa na Rwanda dhidi yangu na nchi yetu baada ya kusema kauli ile. Hatupendi kuyaamini baada ya kutoa ushauri ule. Hatupendi kuyaamini moja kwa moja tunayasikia, lakini pia hatuyapuuzi. Ndugu wananchi, kabla ya kumaliza, kipindi cha miezi miwili sasa, hususan tangu mwishoni mwa mwezi Mei, uhusiano baina ya nchi yetu na Rwanda umekuwa unapita katika wakati mgumu kidogo. Kauli za viongozi wa Rwanda dhidi yangu na dhidi ya nchi yetu ni ushahidi wa kuwepo kwa hali hiyo. Napenda kuhakikishia Watanzania wenzangu na ndugu zetu wa Rwanda kwa mimi, serikali ninayoiongoza, na wananchi wa Tanzania tunapenda kuwa na uhusiano mzuri na ushirikiano wa karibu na Rwanda kama ilivyo kwa nchi zote jirani. Kama majirani, kila mmoja anamhitaji mwenzake. Hivyo lazima tuwe na mahusiano mema na lazima tuwe na ushirikiano mzuri. Napenda kusisitiza kuwa mimi na serikali ninayoiongoza tutakuwa wa mwisho kufanya kitendo au vitendo vibaya dhidi ya Rwanda au nchi yoyote jirani au nchi yoyote duniani. Hatuna sababu ya kufanya hivyo, kwani mambo hayo hayana tija kwa Tanzania na wala hayana maslahi kwetu. Ndugu wananchi, ukweli ni kwamba wakati wote Tanzania imekuwa inajihusisha na mambo ya kukuza na kujenga ujirani mwema na kufanya mambo ambayo yatasaidia kuimarisha uhusiano wetu na kwa maslahi ya nchi zetu.